hawawezi tena kutubabaisha. Hawawezi kutubabaisha. Kipi ambacho kinakupa jeuri wasio bwana Yanga sasa hivi hawezi sisi kutubabaisha? Kinachonipa jeuri sasa hivi kikosi chetu kiukweli kinaimarika, kinazidi kuimarika siku hadi siku. Japo makosa yapo lakini kinaimarika siku hadi siku. Na nikiangalia mchezo wa Yanga uliopita hivi juzi ni wamejitahidi, wamecheza vizuri lakini bado wako chini. Wamemnywa mtu 5 lakini wao umetoka umesare zidi ya Dodoma Jiji. Lakini ukiangalia wale ni sawa tu na Yanga. Wote wale ni sawa na Yanga. Lakini wale si JKT. Ndio, lakini ni sawa na Yanga. Kwa nini unasema wale ni sawa na Yanga? Kipaji kinafanana. Yes, na Kishai TV kama ilivyoada leo tunazidi kukusogezea matukio mbalimbali ya kimichezo zaidi, hususan kuelekea katika dabi ya Yanga dhidi ya Simba katika uwanja wa Guantanamo New Amani Complex Zanzibar siku ya Jumapili Machi 1, na kama unavyoona uzi mbalimbali ya majezi za kila timu zilikuwa zinauzwa hapa, lakini tuende tukapate kupata mawili matatu kwa mshabiki ambaye tunaona yeye anachagua uzi, na bila shaka hatuwezi jua yeye ni wa timu gani. Kaka, habari? Salama bosi wangu. Wema? Safi bosi. Wanakuita nani? Mimi naitwa Abdalla Yusuf. Abdalla Yusuf. Naona unachagua kidogo. Bwana. Nachagua kidogo niangalie hiyo dabi. Hiyo itakapofika hiyo tarehe ili tuangalie tupate majibu mazuri bosi wangu. Na bila shaka kwa namna ambavyo upande niliona uliokuja wewe moja kwa moja ni mnyama. Ndio, mimi mnyama. Wewe mnyama. Yaani sihami yani. Sawa, mnaenda kukutana na Yanga ambao wao tayari wameshafunga mara 6 mfululizo. Na wanakuja wanataka kuwafunga mara 7 mfululizo. Sawa. Yes, kwako unachukuliaje huu mchezo, lakini mmejipangaje kuhusiana na mchezo? Bosi wangu kiukweli huu mchezo bwana, mimi niseme ukweli kwamba kwa wakati huu Yanga hawawezi tena kutubabaisha. Hawawezi kutubabaisha. Kipi ambacho kinakupa jeuri wasio bwana Yanga sasa hivi hawezi sisi kutubabaisha? Kinachonipa jeuri sasa hivi kikosi chetu kiukweli kinaimarika, kinazidi kuimarika siku hadi siku. Japo makosa yapo lakini kinaimarika siku hadi siku. Na nikiangalia mchezo wa Yanga uliopita hivi juzi ni wamejitahidi, wamecheza vizuri lakini bado wako chini. Wamemnywa mtu 5 lakini wao umetoka umesare zidi ya Dodoma Jiji. Lakini ukiangalia wale ni sawa tu na Yanga. Wote wale ni sawa na Yanga. Lakini wale si JKT. Ndio, lakini ni sawa na Yanga. Kwa nini unasema wale ni sawa na Yanga? Kipaji kinafanana. Kipaji kinafanana. Lakini kuna msimu alikubana mbavu yule. Ni kweli ndio, lakini mimi nahisi hiyo tarehe ikifika tutapata majibu mazuri kwa Simba. Unadhani kwamba mwalimu akianza na nani unaweza kusema bwana mtani hapa anaenda kumnywa goli nyingi? Mimi nahisi bwana, kuna huyu jamaa anamuita anaweka pembeni huyu Chama Kratis. Chama Kratis. Alafu tukiangalia pembeni kuna yule jamaa anaitwa yule winga Libase Gwe au Sentiaura. Unasema hao ndio wanakupa jeuri? Hao ndio watu ambao kidogo kwenye mpira wakiwemo katika kikosi na wewe naye unavimba kidogo mtaani, si unajua? Unasema hapa uhakika magoli lazima. Lakini kukosekana kwa Jonathan Soa, kama atakosekana ndani ya mechi hii, unadhani kuna striker gani ambaye anasema bwana mwalimu Steve Becker akimwanzisha huyu magoli uhakika? Mimi nafikiri hata kama akikosa vipo vizizi kama kuna huyu jamaa anamuita huyu aliyokusa magoli juzi huyu Suleiman Mwalimu. Bado mna imani naye? Bado tuna imani naye. Sawa kabisa. Lakini pia la mwisho mashabiki wa mnyama nao wamezidi kujitokeza kuja kununua tiketi. Kwa ambao wako nyumbani kwa sasa unawapa ujumbe gani? Mimi nawaambia tu wasishawishike kubadilika katika nafasi waliopo sasa hivi, ila watulie tu. Hakuna mwanzo usiokosa mwisho. Haya mambo yana mwisho. Yanga tutawaburuza na tutaendelea kuwaburuza. Mtawaburuza? Na tutaendelea kuwaburuza. Sio kwamba baadaye tutasikia tena kelele kwamba fulani. Sasa hapo inatakiwa tumsimu mwalimu ili aendelee na ufundi zaidi wa kujenga timu vizuri. Ikiburuzwa si kuna mtu ambaye anashikiwa gabango bwana, tumtaki atoke. Sasa inakuaje kama ikitokea mnyama kapoteza? Hayo ni mambo ya wao wenyewe wanavyosema. Lakini siwezi sema mengi sana, nitaingilia sehemu ambayo sio, ila kiukweli
kwa wakati huu Yanga wamefeli tena, wamefeli sana, wamefeli sana na watafeli. Lakini yule mgonjwa aliyekuja na drip yuko uwanjani. Sawa, ndio. Umuogopi? Simuogopi, atarudi tena kwenye drip. Una pressure hata kidogo? Sina pressure. Okay, shukrani sana. Asante sana. Wanakuita nani? Wanaita Madiba si. Madiba. Wewe ni mshabiki wa timu gani labda? Young Africans. Young Africans. Na hapo umekuja kukata tiketi. Yes, mnakwenda kukutana na Simba Sports Club ambaye ametoka kusali dhidi ya Dodoma, lakini nyinyi mmetoka kushinda dhidi ya JKT. Mnakwenda kukutana naye. Kwako mchezo unaona utakuwa namna gani? Mchezo ni mgumu, ila bila kwa sasa ina yote kwetu sisi tuna morali ya kushinda huo mchezo. Tunataka kushinda mchezo. Hamumhofii mtani kwa namna ambavyo sasa hivi kikosi chake amekiboresha? Ameboresha na sisi pia tuko vizuri zaidi. Kipi ambacho kinakupa jeuri kwamba nasema mtani huyu hana hata kama ameboresha vipi kinachomoka? Kikosi changu kipana, ndio maana kinanipa jeuri hicho. Nani ambaye unasema bwana huyu akiwa kesho, yani mtani atafanya vipi, hawezi kutoboa? Mtani mimi naona Simoni pa kutokea. Miongoni mwa wachezaji wa Dar es Salaam Africans ambao wanasema hawa yani mwalimu hapa kipanga mtani hata dakika 15 afikishe. Okelo. Alan Okelo. Yes, mwingine Starboy. Mwingine Depu. Yes, tunaona mchezo umebakia takriban siku moja ama mbili kwenda kuchezwa, lakini leo umejitokeza kwa wingi kuja kununua tiketi. Kipi ambacho labda unahofia, lakini kipi ambacho unahamasisha mashabiki wenzangu kuja kununua tiketi? Sisi hatufii na mchezo kwa ni dabi, sasa mara tumeshazoea hii dabi sasa hivi, kwa hiyo hatuna pressure ya aina yoyote. Tunachukulia kama mchezo wa kawaida tu kutokana na matokeo tunaopata kwa mtani. Lakini dabi hii mmeipokeaje? Kwa sababu kwa mara ya kwanza ligi ya NBC dabi ya ligi kuu ya Tanzania bara inakuja kufanyika visiwani Zanzibar. Sisi tumepokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo tunafurahi mashabiki wa Yanga kwa dabi hii ya kupigwa katika visiwa vya Zanzibar. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Yanga? Tujitokeze kwa wingi amani. Mtani? Mtani hata vile aje asije sisi kwetu kawaida tu. Asante sana. Hapo. Yes, mwana Kishai TV kama ilivyoada ni mwendelezo ule wa kuhakikisha kwamba unapata kile kilicho bora zaidi kuhusiana na masuala mazima ya sports. Hapa ni New Amani Complex, kama unavyoona dimba la Guantanamo kama Yanga wanavyoliita, na hapa nyuma yangu kuna miongoni mwa mashabiki ambao wamejitokeza kuja kununua tiketi kwa ajili ya mchezo huo, lakini pia unaona raia wa kigeni nao wakiwa wanakuja kununua tiketi. Lakini tunaweza tukakuungana na miongoni mwa mashabiki ambao nao wamezungumza kuhusiana na mchezo huo, lakini bado tutazidi kusogezea kile ambacho kilicho bora zaidi kuhakikisha kwamba bodi dabi ya ligi kuu ya Tanzania bara inafanyika hapa visiwani Zanzibar. Yanga dhidi ya Simba. Nani kuondoka na alama tatu? Nani kuondoka na vilio? Nani kuondoka na kicheko? Mwanzo mwisho ni Fadhili bin Abdalla, Chota Tanga na Dar es Salaam. Nyuma kamera ni Nyangulu TZ.